na tunaombea Mwenyezi Mungu aibariki kampuni yenu, iendelee kufanya kazi vizuri, ilipe kodi vizuri, iajiri Watanzania vizuri, itoe fursa za huduma mbalimbali za kijamii kwa wanaozunguka mradi kwenye sekta ya elimu, kwenye sekta ya afya, miundombinu na masuala yote, ili nyinyi mfaidike na biashara mnayofanya, taifa lifaidike, Watanzania wafaidike, Wanageita wafaidike. Na hichi mnachokifanya kitaongeza baraka kwenye biashara zenu ili muweze kuwa na kampuni yenye faida zaidi. Kwa hiyo tunashukuru sana. Assalamu alaikum. Naitwa Gilbert Moria, ni meneja mwandamizi masuala ya uendelevu mgodi wa dhahabu wa Geita, Geita Gold Mining Limited. Leo hii tumeandaa iftar kwa ajili ya jamii ambayo inatuzunguka hapa Geita. Tumeita waamini wa dini ya Kiislamu na wale ambao sio wa dini ya Kiislamu kuja kujumuika kwa pamoja kwenye iftari hii, ikiwa ni mwendelezo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, jamii yetu imepokea iftari ambayo imeandaliwa na Geita Gold Mining Limited kwa mwitikio mzuri, na kwa bahati nzuri tulikuwa na Mheshimiwa Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais anaoshughulikia masuala ya muungano na mazingira, Mheshimiwa Injinia Hamadi Masauni kama mgeni wetu rasmi, lakini vile vile ameweza kujumuika Naibu Waziri wa Nishati na Madini Mheshimiwa Steven Kiruswa, lakini vile vile tumekuwa na serikali ya mkoa tukiongozwa na mkuu wetu wa mkoa ndugu Martin Shigela, lakini vile vile mkuu wetu wa wilaya, viongozi wa chama na serikali na wananchi kwa ujumla wa mkoa wa Geita, ikiwa ni pamoja na wafanyakazi wa kampuni ya Geita Gold Mining Limited. Kwa hiyo kwa kifupi, tunapenda kushukuru kwa wananchi kujitokeza na kujumuika nasi, na sisi kama mgodi tunaahidi kwamba tutaendelea kushirikiana na wananchi katika masuala yote mema yanayompendeza Mwenyezi Mungu wakati wa toba, lakini vile vile masuala yote yanayohusiana na jamii ambazo zinatuzunguka nyakati zote ambapo tunaendelea na shughuli zetu za uchimbaji wa dhahabu hapa Geita. Kila pili nipongeze kwa iftari nzuri, na kwa kweli imeandaliwa vyema. Tunashukuru sana kwa upendo mkubwa ambao umeonyesha kwa wananchi wa mkoa wa Geita. Na la tatu, sote na mimi nikiwemo, nawashukuru sana waumini wote kwa kubali mwaliko huu. Inaonyesha namna ambavyo tuna upendo miongoni mwetu, tunathaminiana, hatubaguani, tunaishi kama ndugu. Na wenzetu ambao wamekuja leo kama sehemu ya ziara za kikazi, tukawaalika wakakubali mwaliko, Mheshimiwa Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Madini na mgeni wetu rasmi Mheshimiwa Injinia Hamadi Masauni, waziri wetu Ofisi ya Makamu wa Rais. Tumezidisha kwa vitendo kwamba kweli mfungo mtukufu wa Ramadhani unahubiri upendo kwa vitendo na tunahudumisha katika mkoa wetu wa Geita. Wana Geita, kwa hiyo tunawashukuru DGML kwa kazi nzuri ya kutufuturisha, na msiishie hacha, muendelee kufanya hivyo, na hata kwa wenzetu ambao si Waislamu, lakini pia kwa sababu tunaendelea na mfungo wa Ramadhani na mmetufuturisha vizuri, basi tunawakaribisha pia kwenye Idi mtufuturishe. Karibuni sana. Lakini pia niwashukuru wote ndugu zangu mliohudhuria hapa, sote Waislamu na wa dini zote, kwa sababu tumejumuishwa na jambo muhimu la kiibada. Basi sote mimi niwashukuru kwa kule kuitika mwito, na mmeonyesha namna gani mna mashirikiano. Tuna mashirikiano pamoja katika jambo lolote, kwa sababu hii ndio kuijenga Tanzania yetu, kwa kule kukaa pamoja, tukavumiliana na kustahimiliana katika yale ambayo yanaweza tukakaa na tukaweza tukayamaliza. Kwa hivyo mimi shukrani zangu nisipoteze muda, na mimi niwashukuru sana nyote mliohudhuria kwa niaba ya Waislamu ambao wamepewa fursa ya leo kufuturishwa na kampuni yetu ya DGML ambayo imejitoa kwa kile ambacho Mungu amewapa kidogo, wakaamua kuwekeza kwa Wanatanzania ambao ni waja wake Mwenyezi Mungu, ambao wanawajibika kupata hizi fadhila ambazo zimepatikana katika mji wetu. Leo tuliitwa kwenye jambo la ibada la kufuturisha. Kampuni ya GGM iliona ni muhimu kuwaleta watu pamoja ili wapate iftari kwa pamoja. Kama ambavyo tunafahamu, mwezi huu walau Waislamu na Wakristo wote wako kwenye mfungo, na kwa hivyo matukio ya namna hii yanawaleta watu pamoja, yanajenga udugu,
yanatengeneza mashikamano katika jamii. Mgeni rasmi leo alikuwa ni waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais mazingira, mhandisi Ahmadi Masauni, na kwa kazi zake yeye ni waziri anayeshughulika na mambo ya muungano pamoja na mazingira. Amesisitiza juu ya muungano, kudumisha muungano, kuwafundisha watu thamani ya muungano, kwa sababu tunazaa sasa hivi watoto wengi na ujana uleo wengi wanakuwa hawafahamu nchi imetoka wapi, muungano unamaanisha nini, ilikuwaje mataifa haya yakaungana, wazee wetu kwa maana ya mzee Karume na mzee Nyerere waliwaza nini mpaka kuwaunganisha watu pamoja. Kwa hiyo kwa kupitia iftari na matukio kama haya ambayo yanaandaliwa na makampuni, ni nafasi pia ya watu kujumuika pamoja, kuondoa mifundo, kuondoa uhasama, kuwafanya watu wawe na namna bora ya kuwasiliana, kuondoa tofauti kama kuna tofauti za kidini, tofauti za kikabila, tofauti za kimila. Ni platform muhimu sana kwa lengo la kuwakusanya watu na kuwafanya wawe wamoja. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.